Tuna ndoto, tunasikia furaha na heshima kubwa. Kwanza kwa ajili ya maono haya makubwa na yaliyofikiriwa na FIDA kutuleta pamoja. Lakini pia tunaona heshima kwa bodi na taasisi mbalimbali ambazo zimekuja pamoja, zimetufanya kusikia vizuri sana. Ni baraka kubwa sana kuwa na viongozi wetu wa kitaifa, na nimemsikia mkuu akisema leo yeye hana maneno mengi, maana alishamaliza jana. Ili tusipoteze muda, twende moja kwa moja kwenye tukio letu. Na kama ambavyo amesema mwenyekiti wa bodi na mjumbe wa kamati kuu ya FPCT Bishop Muna kwamba askofu mkuu yeye amesema hatakuwa na maneno, kwa amenipa mimi nafasi ya kuzungumza. Sasa sijui nitazungumza dakika 30 au 45 au lisali moja. Nimepewa uhuru wa kuzungumza, ingawa katika uhuru huo tayari askofu Muna ameomba kwamba vyeti vitolewe mara moja. Kwa hiyo maana yake nisichelewe sana, zoezi la vyeti lichukue nafasi. Kwa niaba ya ofisi kuu, nirudie tena kwanza kumshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Mimi nafuatilia nini kinaendelea duniani. Unajua sisi tukasahau kuna watu hawana nafasi ya utulivu kama hii. Kimbizana hali sio nzuri. Tunamshukuru Mungu, sisi tuna amani, tuna hali ya hewa nzuri, na hata tunaweza kusafiri na kukutana kama hivi. Lakini pia niwashukuru wadau wetu wa maendeleo FIDA International kuandaa hii kitu. Kwa ufahamu mdogo nilionao, ninafahamu kwamba kila mradi umekuwa ukiendesha mambo yake na ukifanya mambo yake. Kwa hiyo idea ya tuna ndoto, mimi nimekubali kweli ndoto mnayo. Nimekubali ndoto mnayo, tuwapigie makofi. Tuna ndoto kutuleta wote pamoja. Kiukweli we have a dream. Kama tunaweza kuwaita watu wa miradi mingine, wakuu wa idara pamoja na sisi kwa kitu kama hiki, maana yake hayo maono yanaenda sambamba na FPCT. Kwa sababu FPCT ni moja na ubatizo ni mmoja. Jamani, amina. Na malengo ni yale yale. Kwa hiyo niwapongeze sana FIDA kwa kufanya jambo hili na kutuleta sisi sote pamoja. Nimeingia na kutoka, lakini nafuatilia yanayoendelea kwa sababu tunafika katika kuhitimisha. Ninaweza nikawa na maneno mawili au matatu kwa kifupi sana, alafu nimwalike askofu mkuu. Jambo la kwanza ambalo ningetamani kama inawezekana tulifanye, tusiruhusu hii warsha iishie hivi ambavyo imeisha. Tunaweza kuwa na muendelezo kutokea hapa. Au mnasemaje? Kama kweli tumepata muda wa kudiskasi, kumsikiliza mwezeshaji, kwa nini tusiwe na kitu kama task force fulani ambayo inaweza kutusaidia angalau kutuletea summary ya yote ambayo yamesemwa, yamejadiliwa, yameletwa pamoja, na kupendekeza way forward iwe nini, kwa mimi ninavyowaza mawazo yangu. Kwa hiyo badala ya kusema tu tunashukuru sana, tumesikia, inatosha, tungeteua watu wachache, 3 au 5, watutengenezee ka summary. Au kuna watu walikuwa wanafanya hiyo? Sije nikawa narudia kitu ambacho kishafanyika. Ilikuwepo secretariat. Secretariat ilikuwepo Haikuwepo. Kama hatukuipanga, mimi kwa nafasi yangu ofisini ningetamani tuwe na kitu kama hicho. Ili angalau basi kwa sisi ambao tulikuwa tunaingia na kutoka, tunaweza kupata muda wa kupitia mawazo yote kwa ujumla na yale yanayopendekezwa nini kifanyike. Nimesikia wanasema kwamba ni muhimu, kama sio lazima, basi tuwe na sera ya kupinga rushwa na kukataa ubadhirifu. Sasa tutatoka wapi? Kwa sababu sisi wenyewe wahusika wakuu tumeingia na kutoka,
nyie mlio kuwepo mnaweza kutusaidia. Kilichojadiliwa ni hiki, kilichozungumzwa ni hiki, tunapendekeza way forward iwe hii hapa. Si sawa jamani? Hilo litakuwa ni jambo la kwanza la zuri na la muhimu sana. Hata kama mambo haya hataendelea, basi yasemekane yamefia ofisini kwa katibu mkuu, lakini angalau yameletwa kama yalivyochakatwa. Si sawa jamani? Yanaweza kuwa mtaji wetu wa kuendelea mbele. Jambo la pili ambalo ningetaka kulisema kwa dakika chache, tuna wakuu wa idara, tuna wakuu wa taasisi chache, baadhi nimewaona wako hapa, na wakuu wa miradi mingine. Nadhani wakati tunamaliza kule kikao chetu cha wakuu wa idara na taasisi nilisema hili, na sasa nalirudia. Ni muhimu sana na ni wakati sasa wa kuweka mikono yetu pamoja na kufanya kazi pamoja. Si wakati wa kila mtu kuvuta kwake, kwa sababu FPCT ni moja. Na niliongea kama naota, na kwa kweli kumbe nina ndoto. Tuna ndoto wameandaa kitu cha pamoja kama hiki. Na mahali penye umoja ndipo Mungu huamuru baraka zake. Nani ajuae ni kitu gani kitafuata baadaye. Kwa hiyo ni waombe wakuu wa miradi, wakuu wa idara na taasisi, tuendeleze hii spirit ya kufanya kazi kwa pamoja. Tuwaziane. Tuwaziane. Kama tuvushe, wanaweza kuwavusha watu wengine, wana ndoto na wanaweza kuwaotea wengine wakaleta maisha bora, basi tunaenda FPCT yetu. Yasiwe tu majina, lakini yaakisi ule uhalisia katika dhehebu letu. Kwa hiyo ningeomba yale ambayo tumeyapokea kwa facilitator mzuri kabisa, tusiache hapa, twende nayo. Kwa sababu sisi ni Wakristo, andiko lile la Yakobo linatufaa zaidi, tusiwe wasikilizaji tu, tuwe watendaji. Hata kama bado hatujaunda sera, lakini tunaweza, haituzuiliwi kukataa. Kwa sababu kwanza sisi mpaka tumefika hapo kwamba tuanze kuwaza juu ya sera ya kuzuia kupinga rushwa. Hata pasipo hiyo, nafikiri Ukristo tu kwa kawaida tunatakiwa upinge rushwa. Kuokoka tu kwa kawaida tunatakiwa tukatae hali yoyote ya ubadhirifu. Na ndio maana katika yale ambayo tumeshirikishwa kwenye neno, na sikujua Askofu Muna ameniambia kwamba kumbe hata Bishop jana aliongelea masuala ya uadilifu. Na mimi nilisikia moyoni kusema swala zima la uadilifu na uaminifu vinakwenda kwa pamoja. Kwa hiyo ni vizuri tu yafanyie kazi na yaweze kuonekana. Kama nilivyosema asubuhi na sasa hivi narudia, uaminifu na uadilifu unalipa. Unalipa. Nimeshasikia kwamba sisi kama FPCT sifa yetu bado kule duniani ni nzuri sana. Kwa sababu wapo watu wafadhili waliokuja kuchukua mradi, waliokuwa wanaibiwa, wakasema tuwapelekee FPCT. Tunaamini huko hatutapigwa. Na watendaji wetu ndio ninyi. Tunaamini kwamba miradi itakuwa salama na kwa uwezeshaji kama huu. Nisiwe mzungumzaji sana, nimalize tena kwa kuwashukuru kwa muda wenu kwa kuwepo hapa, kusikiliza na kufanyia kazi. Ile task force ambayo tumeiunda, tungetamani tuipe muda ili kusudi tusiache tu kwamba tumeiunda. Tujue kwamba kufika lini watakuwa wamekamilisha kazi. Mnaweza kupendekeza ninyi wenyewe? Mzee Matoko. Mheshimiwa Katibu Mkuu, ningeliomba kwa jambo hili kitaalamu zaidi kuliko inavyotakikana, hii task force ni waziri kama walivyoelekeza kwenda hata watu wa sheria. Kwa kuwa nilikuwa nafasi ya kufika ofisini kwako Jumatatu, nadhani tutalizungumza. Sawa. Wewe ndio utatuelekeza yapasayo. Sawa. Tuweze kumaliza kwa wakati mwafaka. Sawa. Sawa. Asante sana. Ni ushauri mzuri. Deadline itategemeana na wataalamu pia watasemaje na watashiriki kwa kiasi gani. Lakini primarily msingi wa mawazo mtakuwa tayari mnaweza kujenga ile task force. Na then wanasheria watakuja baadaye. Yaani wewe ni nchi yako, unaletwa kwa kutunzwa, alafu unalishwa, alafu unafundishwa, alafu ni vitu vyako wewe mwenyewe ukavifanye vizuri. Ukifanya tofauti, mimi nadhani itakuwa ni kosa kubwa sana mbele za Mungu. Kwa hebu tuchukulie hii kitu kwamba ni dhamana kubwa sana Mungu kutupa nafasi kama hii. Wewe ukianza vizuri utakuwa chachu kwa watu wengine.
Yaani wewe uliyesikia, ukianza vizuri, wewe ndio utakuwa chachu kwa watu wengine, kwa sababu si faida ya watu wengine, sio faida ya FIDA, ni faida yetu sisi wenyewe. Niliona wakati fulani barabara zinajengwa huko maeneo ya kwetu, wafadhili wanajenga barabara, masumenti yanawekwa pale, lakini nikaona kuna gari pickup inapakia sumenti alafu inakimbiza kwa watu kule, na wanaoenda kununua ni Watanzania. Barabara inayotengenezwa ni ya kwetu, alafu ile lesho inaharibika, kesho kuna mashimo kwenye barabara. Hivi ili kosa linakuwa la nani jamani? Si linakuwa kosa la kwetu wenyewe? Kwa ninazungumza haya kutoka moyoni sana, kwamba jamani, hebu tubebe haya ambayo Mungu anatuletea upendeleo, anatulisha, anatutunza, anatufundisha kwa faida yetu sisi wenyewe. Kwa tukiyabeba vizuri, sisi tutakuwa chachu ya maendeleo kwa taifa letu na kwa kanisa letu. Ndio maana yale mambo manne ya 4U: uinjilisti na umisheni, uadilifu na uaminifu, uwajibikaji na uwajibishwaji, uchumi, yani yako humo. Lakini baadaye labda alikuwa hayapati mtazamo wa kutosha. Kuanzia semina kama hizi, tukiweka mipango vizuri na tukimuomba Mungu, mimi naamini atatusaidia. Baada ya kusema hayo, nirudie tena niwashukuru meza kuu, niwashukuru ndugu wa FIDA, viongozi wote, ndugu Telo pia nisikusahau. Nimshukuru pia Maria, tumeonana jana, alinitafsiria nilipokuwa Finland mwaka jana, nikushukuru. Niwashukuru waratibu wote mlioko hapa. Nisimsahau mzee Matoo kwa kazi nzuri unayofanya. Baada ya kusema hivi, watu wa Mungu, Mungu wa mbinguni awabarikini sana.